Mtu mmoja amefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali ya magari mawili iliyotokea usiku huu katika eneo la Makatanini wilayani Babati mkoani Manyara katika barabara ya Babati kuelekea Arusha. Ajali hiyo imehusisha gari aina ya Scania lenye nambari za usajili T201 ACM lilokuwa likisafirisha magunia ya karanga likitokea Mpanda mkoani Katavi kuelekea Nairobi nchini Kenya, na gari dogo la mizigo lenye nambari za usajili T33BGH lilokuwa limebeba vifaa vya ujenzi likielekea katika kijiji cha Matufa kutokea mjini Babati. Jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na jeshi la polisi na wananchi waliokuwepo katika eneo la tukio walifanikiwa kuokoa majeruhi kadhaa na kuwapeleka katika hospitali ya wilaya Babati kwa ajili ya matibabu zaidi. Taarifa kamili ya hali ya majeruhi na chanzo kamili cha ajali hiyo bado hazijatolewa na jeshi la polisi. Global TV bado tunaendelea kufuatilia undani wa taarifa hii. Kwa majina naitwa Sergeant Geoffrey Makunja, askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Manyara. Mnamo saa 1:20 tarehe 8 mwezi wa 10 tulipokea taarifa ya tukio la maokozi ya ajali ya barabarani kwamba kuna gari imeanguka maeneo ya Makatanini kwa mbele. Haraka sana tuliondoka na crew kuelekea eneo la tukio kwa ajili ya kutoa msaada kwa ajili ya kufanya maokozi. Tumefika kwenye tukio kwa haraka. Kwa kushirikiana na wananchi tumefanikiwa kuwatoa watu wawili ambao ni majeruhi na kushirikiana na wenzetu wa vyombo vya ulinzi polisi wakawachukua kupeleka hospitali ya Mlala. Kwa hiyo chanzo kamili bado hakijajulikana, tunaendelea kuchunguza kwa sababu tunaendelea kufuatilia wote wahusika wote tayari walikuwa wako hawezi kuongea. Lakini tunaendelea kufuatilia chanzo kamili kujua nini hasa chanzo kimesababisha ajali. Hii gari ilikuwa ikitokea Mpanda inaelekea Nairobi, ilikuwa imebeba karanga tani 33. Kwa hiyo tunaendelea kuchunguza chanzo cha tukio. Kwa hiyo hatujajua chanzo kamili, inawezekana ni kufeli kwa breki au gari ilimshinda. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia kujua chanzo halisi cha tukio ambayo imesababisha hii ajali kutokea. Hii gari kubwa ilikuwa na watu wawili ambao tumefanikiwa kuwatoa wote. Na hii gari ndogo hatukufanikiwa kumtoa mtu kwa sababu tumekuwa tayari watu washachukuliwa, washatolewa. Kwa hiyo tumefanikiwa kutoa kwenye ile gari kubwa ambao tumeokoa watu wawili. Kwa hiyo wamepelekwa hospitali kwa ajili ya huduma zaidi. Lakini niendelee kutoa rai kwa madereva wanapokuwa wanaendesha vyombo vya moto, hasa nyakati za usiku. Kumekuwa na matukio mengi sana yanayojitokeza kwa ajali za barabarani kutokana na pengine uchovu au kutokuwa makini barabarani. Tuendelee kutoa rai kwa madereva wote kuchukua hatua wanapokuwa wanaendesha magari hasa nyakati za usiku ili kuepusha ajali na kupoteza maisha ya watu wengi. Naitwa Doto Disule. Nilichokishuhudia ni ajali kutokana na kuna mteremko huku na huku, kuna mteremko. Kwa hiyo hapa hivi sikuelewa kama ni tatizo liko kwenye gari au ni mwendo kasi wa dereva. Ajali muda uliotoka ni muda huu kwenye saa kama sikosei saa 1:15 hivi. Kwa uhalisia tu ndio hivyo. Okay. Hii barabara hapa hivi changamoto ziko mingi. Na sio mara ya kwanza gari kuanguka. Hapa gari hapa zinaangukaga na zinagonganaga, sio kwamba ni mara moja. Kwa ajali kama hizi zinatokeaga, ila ndio hivyo. Sasa sijajua kama ni kwamba ni wameshindwa kuchukua tahadhari au ni kutokuwa makini barabarani au ni yani kwa uhalisia hapo sikuelewa, maana dereva yenyewe ndio hivyo kashapoteza maisha. Na wewe mwingine leo mbaraza ndio hivyo kawaishwa mrara. Kwa wahusika wa barabara nitakaoongeze vibao vya barabarani inayoonyesha ishara kwamba apunguze mwendo, kuna dauni kali au waweke bumps. Madhara yaliyotokea ni kwamba tumepoteza watu na ndo kama hivyo gari umeiona imeharibika na baadhi ya mali za watu hapo zitakuwa zimeharibika nazo. Walisia kwa mtu niliyomshuhudia mimi kwa macho yangu ni mmoja nimemwona, ila hao wengine wana hali mbaya wako mbaya.
gari inatoka Singida inaenda Arusha, na hiyo iliyogongana naye inatoka hapa mjini inaenda Matufa, imbeba simenti na mbao kadhaa. Ilo sababisha ajali ni Scania, na ilo sababisha ajali ni Kirikou. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.